tenda wala kuna wa kulinganishwa nawe. Peke yako unaweza yote, Bwana kweli, Bwana kweli. Naona nguvu zako zikitenda miujiza, wala kuna wa kulinganishwa nawe. Peke yako unaweza yote, Bwana kweli, Bwana kweli. Naona nguvu zako zikitenda miujiza, wala kuna wa kulinganishwa nawe. Peke yako unaweza yote, peke yako unaweza yote, peke yako unaweza yote. Haleluya. Kitabu cha Mithali sura ile ya 4. Kitabu cha Mithali sura yetu ile ya 4, mstari tuchukue ule wa 13. Haleluya. Yes, tuchukue ule mstari wa 13. Maandiko yanasemaje? Tufike hapo alafu tusome kwa pamoja. Mithali sura ile ya 4, mstari ule wa 13. Haleluya. Tumefika tayari eh? Okay, 1, 2, 3 tusome. Okay, mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake, maana yeye ni uzima wako. Haleluya. Mwandishi wa kitabu cha Mithali ni nani? Mwandishi wa kitabu cha Mithali Mfalme Sulemani. Hivi kwenye kitabu cha Mithali tuna mwandishi au tuna waandishi? Tuna waandishi Kwa wa kwanza ni Sulemani, si ndiye? Mwingine nani anaweza akanitajia mwandishi mwingine? Nani? Lemueli. Yeye ametaja Lemueli. Wewe kwako ni ipi? Nani? Mama yake Lemueli, huyo ametaja mama yake Lemueli. Tutapata majibu mengi leo. Mwingine? Mwanae wa Sulemani. Okay, tunaye jibu pale, mwanae wa Sulemani. Jibu lingine? Haleluya. Sawa, tuna Suleman, si ndiye? Lakini pia tuna waandishi wengine kama Agur. Kwa mfano ukienda kwenye sura ya 30, si ndiye? Utakuta maneno ya Agur, si ndiye? Lakini pia ukienda sura ya 31 utaona maneno ya Lemueli ambayo ni mausia aliyofundishwa na mama yake, si ndiye? Kwa tuna Lemueli, lakini pia kuna wenye hekima wengine, kwa sababu kwa mfano ukirudi kwenye sura ya ngapi, ni ya 20 na ngapi, ya 28 au ya 20 na ngapi, utakuta maneno ya wenye hekima, misali za wenye hekima. Nafikiri ni sura ya 24. Bwana asifiwe sana. Kwa kuna Sulemani, si ndiye? Kuna Agur, si ndiye? Kuna mfalme Lemueli, si ndiye?
alafu pia kuna wenye hekima wengine. Hapo tuko pamoja eh? Tuko pamoja eh? Sisahau, si ndio? Okay. Kwa hao ndo waandishi wa kitabu cha Mithali. Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye Mithali sura ya 4 mwandishi anatuambia kitu gani? Mwandishi anasema kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Kwa unavyofikiri anavyosema mkamate sana elimu, neno elimu hapo anamaanisha kitu gani? Just quickly. Elimu hapo anamaanisha kitu gani? Ni elimu ya Kristo, ambapo ukimshika Kristo unakuwa na uzima wa milele. Kwa ulimwengu wao walikuwa hawafahamu Kristo. Sasa kwa kuwa nimekuelewa, nitakusaidia kureplace hapo neno Masihi, si ndiye? Kwa ni elimu ya Masihi kwa tafsiri yako, si ndiye? Dada yetu hapa amesema ni elimu ya Masihi. Mwingine anasema elimu hapo inamaanisha nini? Ushike ufahamu. Ufahamu upi sasa? Au ufahamu tu wowote? Usifanye ujinga kiufupi. Mwingine, elimu unafikiri ni kitu gani? Revelational knowledge. Thank you so much. Nimewapenda kwa sababu mnajibu kulingana na somo la kwanza. That's very nice. Okay, Bwana sifiwe. Sasa mwandishi huyu mithali hii ni mithali ya Sulemani, si ndio? Ni mwandishi wake ni Suleman. Bwana sifiwe sana. Na Suleman, nani anaweza akanitajia wazifa wa Suleman? Suleman alikuwa ni nani? Wazifa wake mfalme. Mfalme wa wapi? Mfalme wa Israeli, si ndio? Maana yake ni mausia ya Suleman ambaye ni mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati Sulemani anaandika ya kwamba mkamate sana elimu, usimwache ende zake, kwenye ufahamu wake elimu ilikuwa ni kitu gani? Ni kitu cha muhimu kukifahamu. Bwana asifiwe sana. Sasa kulingana na wakati wa Suleman anaposema kwamba mkamate sana elimu alikuwa anarifaa au alikuwa anamaanisha Torati. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anamaanisha Torati. Enda sasa, Torati ya Musa. Nikisema Torati ya Musa simaanishi just zile amri 10. Enda sasa, simaanishi nini? Amri 10 peke yake. Nikisema Torati namaanisha vitabu 5 vya Musa. Hapa ndo mwandishi wa kitabu cha Misali anaviita elimu. Enda sasa, kwa elimu hapa ni sheria ya Mungu, au kwa maneno mengine tunaweza tukasema ni Torati ya Musa. Sawa? Torati ya Musa. Tunajuaje ya kwamba mfalme Sulemani hapa alikuwa anamaanisha Torati ya Musa, si ndiye? Tunajuaje? Bwana asifiwe sana. Tunajuaje? Twende pamoja kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Tunajuaje? Twende kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Haya, tunaenda sura ya ngapi wapenzi? Tunashirikiana jamani kufundisha. Sura ya ngapi? Sura ya ngapi? Hapana, maelekezo kuhusiana na mfalme ambaye anatakiwa kutawala juu ya Israel. Moja anisaidie hapo haraka haraka, maagizo kuhusu mfalme. Sawa, twende sura ya 17. Kumbukumbu la Torati sura ya 17. Twende pamoja kuanzia ule mstari wa 14. Mfalme Sulemani anatuambia mkamate sana elimu. Kwa wakati wake anamaanisha kitu gani?
Kumbukumbu la Torati sura ya 17 kuanzia ule mstari wa 14. Tuko pale. Maandiko yanasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema, nitaweka mfalme juu yangu, mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na nani? Na Bwana Mungu wako, awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako, usimtawaze mgeni juu yako ambaye si nani? Si ndugu yako, ila asifanye farasi wake kuwa wengi. Moja, kwa kuwa Bwana amewaambia, tangu sasa msiirudie tena njia ile. Mstari wa 17, wala asijizidishie wake. Mbili, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Tatu, si ndiye? Tena mstari wa 18, tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo, asome humo siku zote atakazoishi. Asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha nani? Kumcha Bwana, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi kwa kuyafanya, moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa labda niwape kidogo background ya kitabu cha nini? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tunaenda sawasawa? Ukisoma kitabu kile cha Kutoka, utagundua Mungu anamtokea Musa na kumtuma kule Misri kwenda kuwatoa wana wa Israeli kutoka wapi? Misri, si ndiye? Na tunaona ya kwamba baada ya Musa kuwatoa kutoka Misri, waliweka kituo chao kikubwa pale mlima Sinai, si ndiye? Na katika ule mlima Sinai Mungu aliwapa amri ngapi? 10, si ndiye? Aliwapa amri 10, na zile amri 10 purpose yake ya kwanza ilikuwa ni nini? Purpose ya zile amri 10 zilikuwa ni kwa ajili ya kulifundisha taifa la Israeli kumcha Bwana. Haleluya! Purpose ya zile, zumuni kubwa la zile amri 10 ilikuwa ni kulifundisha taifa la Israeli kufanya nini? Kumcha Bwana. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu anawapa zile amri 10 ili apate kwa hizo kuwafundisha kumcha Bwana, na zile amri 10 zilitolewa ili wafundishwe. Tunaenda sawa sawa? Zilitolewa ili wafanyeje? Wafundishwe. Maagizo ambayo Mungu anampa Musa, alimwambia wafundishe, teach them. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa taifa la Israeli walikuwa waovu sana mbele za Mungu. Sasa hawakuangalia kuzishika zile amri ambazo Mungu aliagiza wafundishwe. Kwa maneno mepesi, hawakumcha Bwana. Kutokuzishika amri maana yake ilikuwa ni kutokumcha nani? Kutokumcha Bwana. Tunaelewa sasa kilichotokea. Mungu akaapa kwa nafsi yake kuwaangamiza wapi? Jangwani. Kwa nini waliangamizwa? Kwa sababu ya kuto kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawa. Kwa kile kizazi waliangamizwa kwa kuto kuamini kwao, na utagundua kwa nini waliangamizwa kwa kuto kuamini kwao. Utagundua makosa mengi Mungu aliwavumilia. Tunaenda sasa, makosa mengi Mungu alifanyeje? Aliwavumilia, lakini utagundua ya kwamba ile ripoti iliyorudishwa na wale 10 ndio ililichoma taifa zima ndiye ililikaanga taifa zima. Kwa nini? Kwa sababu ripoti ile ya wale spy 10, wale wa spy ni nini kwa Kiswahili? Wapelelezi, yes. Wale wapelelezi 10, ile ripoti ilikuwa inampresent Mungu, inamwasilisha Mungu kama incapable God, Mungu asiyeweza. Kumbukeni, wakati wao walikuwa wanaamini kushinda vita, sawa, kushinda vita kupitia msaada wa Mungu au miungu. Unaona? Sasa Wakanaani wao wana miungu. Tunaenda sawa, wana wa Israeli wao wana nani? Wanaye Mungu.
Tunaenda sasa, wana wa Israeli wale spy 10 wanawaambia watu ya kwamba tulijiona tu kama nini? Mapanzi. Maana yake ni kusema ya kwamba tuliona ya kwamba Mungu wetu ambaye anatushindiaga vita ni kama panzi mbele ya Mungu wa Wakanaani ambaye anawashindiaga vita. What kind of unbelief is that? Bwana asifiwe sana. Ni hali gani hiyo ya kutokuamini? Na tunafahamu kabisa ya kwamba katika sifa za kiungu kuna sifa kubwa 5, si ndiye? Zinazomtofautisha Mungu na viumbe vingine vyote, na ni sifa ambazo Mungu hajashare na kiumbe kingine chochote, si ndiye? Tuzitaje haraka haraka hizo sifa. Ya kwanza omnipotent, ya pili nimeambiwa omniovent. Oven ni la kutengenezea keki. Hebu rudieni tena, ngoja kwanza. Tumesema omnipotent ya kwanza, ya pili omniscient, ya tatu omnipresence, ya nne ya nne. Tukisema omnipotent maana naendelea kutafsiri wakati mnaendelea kufikiria. Omnipotent maana yake mwenye nguvu zote. Omniscient maana yake mwenye maarifa yote au anayejua mambo yote. Omnipresence maana yake anayepatikana kila mahali. Sifa nyingine eternity, si ndio? Umilele. Mungu ni wa milele. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu atasema mbona mimi nina uzima wa milele? Yaani wewe tayari unao mwanzo. Unlike Mungu ambaye hana nini? Hana mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sifa nyingine ni nini? Aseity. Hebu sema aseity. Sema aseity. Aseity ni sifa ambayo wengi tunaiita self existent. Self existent. Tukisema self existent maana yake anaweza kuwapo pasipo kutegemea kitu chochote kuwapo. Anaweza kuwapo pasipo, au tunaweza kusema amekuwapo pasipo kutegemea kitu chochote kuwapo. Bwana asifiwe sana. Wewe tukiondoa tu oxygen kisha habari. Aseity. A S E I T Y. Aseity. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, sawa. Na kuna sifa nyingine nyingi za kiungu, lakini nyingine ameshare na sisi. Mfano wa sifa za kiungu ambazo ameshare na sisi: utawala, hiyo ni office. Umesema nini? Haki, righteousness, si ndiye? Mungu ameshare na sisi. Holiness, Mungu ameshare na sisi, si ndiye? Yes, na sifa nyingine za kiungu. Sasa wana wa Israeli wanavyosema kwamba tulijiona kama mapanzi, maana yake Mungu wa Israeli ni kama panzi mbele ya Mungu wa Kanaani. Maana yake ni kusema kwamba he is not omnipotent God, sio Mungu mweza yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake walidauti, walitia shaka ya kwamba huyu Mungu hawezi kuturithisha nchi inayomilikiwa na miungu ya Wakanaani. Kwa sababu hiyo Mungu akakiangamiza kile kizazi chote. Wapi? Hicho ni kitabu gani? Hesabu. Bwana asifiwe sana. Wamepokea amri 10 katika kitabu cha nini? Cha Kutoka. Wamejenga hema ya kukutania katika kitabu cha nini? Cha Kutoka. Tunaenda sasa kwenye kitabu cha Hesabu, wanahesabiwa, wanapangwa vikosi tayari kwa ajili ya kukabili Kanani. Tunaenda sasa kwa ajili ya kukabili wapi? Kanani, si ndiye? Katika kupangwa vikosi haya, wanatuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi, wajue wanaikabili namna gani. Kwenye kitabu hicho cha nini? Cha Hesabu, wapelelezi wanarudi na taarifa inayowasilisha mioyo yao ya kutokuamini. Mungu anasema sasa tufanye hivi, hiki kizazi hiki hakitaingia kwenye hiyo nchi. Wakazunguka pale wakazunguka. Bwana asifiwe sana. Wakazunguka na kuzunguka tena, kile kizazi kikaishia pale. Ndio sasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati
ni kitabu ambacho kimezaliwa okay. Ukisema Deuteronomy maana yake ni kama ni sawa sana na okay, tukitumia interpretation ni kama kusema second law au ni kama kusema repetition, second law. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni uzao wa wale wazazi ambao waliisikia sheria ya Mungu kwa masikio yao. Unanielewa? Ni wazao wa wale wazazi ambao walisikia sheria ya Mungu kwa masikio yao, lakini hawakuamini, ndiye wakafa jangwani. Hiki kizazi Musa anarudia tena sheria ya Mungu masikioni mwao. Unaona? Kwa hiyo utagundua kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinaanzia wakiwa pande za nchi za Moabu, wakiwa wanaitazama hivi Kanaani. Kuanzia kitabu kinaanza mpaka kinamaliza, maana yake ilikuwa ni full expository teaching ya Musa, yalikuwa ni mafundisho ya Musa kwa hawa wana wa Israeli ambao ni kizazi kipya, tunaweza tukawaita kizazi kipya. Bwana Yesu asifiwe sana eh? Tenda sasa ama nisimama juu. Tenda sasa kwa ni kizazi kipya. Sasa Musa katika maagizo ambayo anayatoa anaweka pia angalizo. Ni kama vile Musa tayari alikwisha kuforesee, tayari alikwisha kutangulia kujua ya kwamba hiki kizazi hiki, japokuwa ndo kizazi kipya ambacho kitaingia Kanaani, kuna wakati kitadai mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Just imagine kiongozi wako anakujua kiasi kwamba anaweza akatabiri miaka kadhaa mbele utafanya kitu gani? Bwana asifiwe sana. Kwa tayari Musa amefosia kwamba hiki kizazi Jeriti, simama juu, hiki kizazi baada ya miaka kadhaa kitafanyeje? Kitadai mfalme. Maana yake kitaonyesha tena moyo wa rebellion, moyo wa uasi. Maana taifa la Israeli kudai mfalme, sasa taifa la Israeli kudai mfalme haikuwa kwa sababu walikuwa wanataka mfalme. Makubaliano yao na Mungu ni kwamba Mungu ndiye mfalme wao. Nenda sasa, kwa wao wanavyosema kwamba tupe mfalme tufanane na mataifa mengine, ni kwenda kinyume na uongozi wa Mungu. Maana yake we are unsatisfied, hatujaridhika, hatujatosheka na utawala wa Mungu. Nenda sasa, kwa Musa hali tayari akijulishwa na Roho jambo hilo, tayari akijulishwa na Roho, anatoa unabii, anasema kwamba ikiwa siku moja mkataka mfalme, fanyeni hivi, mchagueni mfalme yule ambaye Mungu atawachagulia. Bwana asifiwe sana. Unajua Musa, he was very compassionate leader. Yaani mmeasi, tayari mmeasi. Sawa? Lakini sasa tufanyeje? Badala ya kuwalaumu kwamba kwa nini muasi, anawatafutia njia ya kutoka kwenye ule uasi, kwamba wao kudai mfalme ni kwenda kinyume na ufalme wa nani? Wa Mungu, si ndio? Wao kudai mfalme ni kwenda kinyume na ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini Musa anawaambia ikiwa itafikia hiyo hatua, fanyeni hivi, mchagueni yule mfalme ambaye Mungu atamweka juu yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mbali na hilo, bado tena anawapa vigezo vingine ambavyo vinaambatana. Watamjuaje kwamba huyu ndo mfalme ambaye Mungu amemchagua kwa ajili yetu? Jambo la kwanza anasema ya kwamba kwanza ni ndugu yao, sawa, lakini pia hatafanya farasi kuwa wengi. Farasi ilikuwa inaashiria kitu gani? Nguvu ya kijeshi. Tunaenda sasa nguvu ya kijeshi. Tunaenda sasa kwa hatafanya farasi wake kuwa wengi, maana yake hatategemea jeshi kwa ajili ya kumiliki malango ya adui. Atamtegemea Mungu kwa ajili ya kumiliki malango ya adui. Ndio hivyo Mungu alimwahidi Abraham, si ndio? Yes. Mungu alimwahidi Abrahamu ya kwamba uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. So haikuwa katika their ability, si ndio?
ilikuwa katika their trust to God's promise to Abraham. Haikuwa katika uweza wao wa kimwili, ilikuwa katika jinsi gani ambavyo wanamtegemea Mungu aliyemwahidi Abraham kutimiza kile alichomwahidi Abraham. Sasa hatafanya farasi wake kuwa wengi. Lakini jambo la pili anasema kwamba mstari wa 17 anasema moyo wake usikengeuke. Alafu anasema asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno, maana yake asitegemee utajiri. Sasa asitegemee utajiri wake. Mstari wa 18 anasema kwamba okay, kuna kigezo cha mke kimetajwa, asiwe na wake wengi, asiwe na wake wengi. Utagundua kwamba wake wengi Musa ameelezea kwamba watashawishi moyo wake kufanyeje? Kumwasi Bwana. Kwa kuna hivyo vigezo vitatu, lakini pia kitu kingine ameweka hapo, amesema kwamba ajifanyie nakala ya Torati hii. Sasa kwa mfalme alitakiwa kuikopi Torati word by word, word by word, neno kwa neno. Kaa chini rafiki yangu, neno kwa neno aikopi Torati neno kwa neno. Lakini pia anasema nini? Anasema mstari wa 18, tena na iwe zamani aketipo katika kiti cha ufalme wake ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo asome humo siku zote. Kwa mfalme alitakiwa kuwa na daily Bible study. Kwa wakati wetu tungesema hivyo, kwa wakati wao ni daily Torati study. Nenda sasa, maana yake ajifanyie ile sheria, awe anasoma humo siku zote, unaona. Lakini afa anasema apate kujifunza kumcha Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati na kuyafanya, ili nini? Moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa nini? Wa kushoto. Sasa mfalme Sulemani, si ndiye, ni mfalme ambaye Mungu amemweka katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana kopi ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana kopi ya sheria, na hiyo sheria anaisoma kila siku, kila siku, kila siku. Nenda sasa, kutokea katika hiyo sheria ambayo anaisoma kila siku, kila siku, kila siku, anatoa neno, anasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Maana yake ana experience ya kile ambacho amezoezwa kukifanya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kama vile baba ana pass education, ana pass knowledge kwa watoto wake. Ndio sasa maana yake haya ni maagizo sasa ya mfalme kwa vitoto vyake ambavyo ni taifa la Israeli, kwamba maana yake Sulemani ni kama anasema kwamba Torati haijakusudiwa tu kwa ajili ya wafalme. Maana yake kila mwananchi katika utawala wangu ajifanyie kopi, awe anasoma humo kila siku. Mkamate sana huyo elimu. Na hii elimu kwa nini inatupa picha ya kwamba ni Torati ya Musa? Ni kwa sababu anasema mshike, maana yeye ni uzima. It's life. It's life. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uzima, ni uzima wako. Tunaona sasa, nafikiri hiyo ukisoma kwenye sura nafikiri ya kwanza, ya pili, ya tatu, utaona sheria hiyo inasifiwa na kutajwa kwamba inatoa afya, inatoa afya, ni uzima and things like that. Bwana Yesu asifiwe sana. So anasema kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Praise God, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo asubuhi mwalimu ametufundisha kwa habari ya elimu ya Kristo, ametufundisha kwa habari ya maarifa ya ufunuo. Maana yake kama Sulemani angekuwepo katika wakati wetu huu, maana yake Sulemani angetuambia kitu gani? Angetuambia kwamba ishike sana elimu ya Kristo, usiache iende zake. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni uzima wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sulemani
aliiona torati ya kwamba ni life, ni uzima. How do you see the message of Christ? Wewe unaitazamaje elimu ya Kristo? Unautazamaje ujumbe wa Kristo? Bwana Yesu asifiwe sana. Do you see it as life? Unaiona kama uzima? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaiona kama uzima? Just imagine. Just oxygen ambayo inaweza ika keep this physical body, ambayo inaweza ikafanya huu mwili wa damu na nyama ukaendelea kuishi, kusurvive. Bwana asifiwe sana. Watu wanaitreat kama kitu cha thamani sana, kiasi kwamba akijua tu mazingira anayoenda yanaweza akawa na low oxygen, tayari anajitengenezea mechanism, anatafuta kama ni mtungi, kama ni nini. Bwana asifiwe sana. Na akianza kupungukiwa tu oxygen, anaiwahi mara moja ule mtungi. Bwana asifiwe sana. How much more do you see the word of God? How much more do you see the message of truth? Kwa namna gani ambavyo unaitazama elimu ya Kristo? Bwana asifiwe sana. Je, ni mkate wako wa kila siku? Ni chakula chako cha kila siku? Ni kinywaji chako cha kila siku? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kama ni kitu ambacho nakihitaji kwa ajili ya survival, kuendelea kuexist, maana yake ni kitu ambacho nitakihitaji kila siku, every day nitakihitaji kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nikiwa na mtazamo huu kwa elimu ya Kristo Yesu, maana yake nitaitamani elimu ya Kristo kile inapoitwa leo. Kwa nini nitaitamani kile inapoitwa leo? Kwa sababu I know it's my life. Ninajua kwamba ni uzima wangu. Whenever I miss it, I die. Nikiikosa tu ninakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. So mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Fungua Mithali sura ile ya 23. Mithali sura ile ya 23. Mithali sura ile ya 23. Angalia pamoja na mimi ule mstari wa wangapi? Wa 26. Mithali sura ile ya 23. Angalia ule mstari wa 26. Tuko pale watu wa Mungu? Haleluya. Glory. Glory. Supu inafanya kazi. Haleluya. Praise Jesus. Supu hoi. Haleluya. Okay, Mithali sura 23 mstari ule wa 26. Tuko pale? 1 2 3 go. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia